Mpenzi mtazamaji wetu ndani ya Mzee Yakobo Sport, ikiwa ni tarehe 13 Februari, tuweze kuangazia tetesi za soka zilizoendelea kujili barani Ulaya. Moja kwa moja tuanze na kule Paris Saint-Germain. Klabu ya Paris Saint-Germain wamejitokeza kwamba wako tayari kutoa euro milioni 100 kwa ajili ya kuinasa saini ya kiungo mkabaji raia wa Kameruni anayekipiga katika klabu ya Brighton ya Uingereza, Carlos Baleba. PSG wamesema wako tayari kupambana na vilabu vya Uingereza kama vile Chelsea, Manchester United pamoja na Tottenham Hotspur ambao na wao pia wamekuwa wakihusishwa kwa karibu sana na mchezaji huyu Carlos Baleba. Kwingineko, klabu ya Tottenham Hotspur wameonyesha nia ya kumsajili mshambuliaji wa Marekani aliyewahi kuichezea Chelsea na klabu ya AC Milan, Christian Pulisic mwenye umri wa miaka 27 ambaye yuko tayari kurejea Uingereza akitokea AC Milan anayoitumikia kwa sasa. Pulisic aliwahi kupita katika klabu ya Chelsea kwa mafanikio kadhaa, lakini baadaye akaondolewa kwa kuuzwa kwenda katika klabu nyingine huko Serie A. Na sasa Tottenham Hotspur wamemweka kwenye mikakati yao kwamba msimu wa joto wanataka kumrejesha Uingereza na wameona anawafaa kwenye project yao. Na tukisalia hapo Spurs wako wanaendelea kutafuta kocha wa muda kabla ya kujaribu kumrejesha kocha wao ambaye kwa sasa ni kocha wa Marekani, Mauricio Pochettino. Hivyo baada ya kombe la dunia baadaye Tottenham huenda wakamrejesha Pochettino, na ndio maana wanatafuta kocha wa muda mfupi ili malengo yao yatimie ya kumrejesha Pochettino ambaye aliwahi kuwa kocha wao kwa mafanikio makubwa kabla hajatimka kuelekea katika vilabu vinginevyo. Kwingineko, kipaumbele cha klabu ya Newcastle United katika dirisha la usajili la majira ya joto ni kusajili mshambuliaji. Hiyo ni mara baada ya kumuuza mchezaji wao ambaye alikuwa ni Isaac ambaye alifanya makubwa sana uwanjani, na baadaye waliweza kumnunua Mjerumani Nico Rotemade ambaye hawajaridhishwa sana na kiwango chake, hivyo wamepanga kumuuza, na Football Insider wanaripoti kwamba huenda wakamtaka mchezaji mwingine. Kwingineko, mshambuliaji wa Poland mwenye umri wa miaka 37 Robert Lewandowski atasubiri kuamua hatima yake hadi baada ya uchaguzi wa rais wa klabu ya Barcelona mwezi Machi, kwa sababu rais mpya ndiye atakayeamua kama aendelee kumbakiza Barcelona au amuuze. Mwanzoni iliripotiwa kwamba Barcelona wako tayari kubaki na mchezaji huyo wa Lewandowski, lakini baadhi ya viongozi walikuwa wanamkataa, wanaona kama muda wake umeisha, wamuuze wamlete mchezaji mwingine. Hivyo kwa sasa itabidi asubiri rais atakayepita kwenye uchaguzi wao ndiye ambaye ataamua hatima ya mchezaji huyo. Kwingineko, klabu ile ya Manchester United, Arsenal, Chelsea na Tottenham ni miongoni mwa vilabu vya ligi kuu vinavyomfuatilia kwa karibu kiungo wa Serbia mwenye umri wa miaka 20 Alexander Stankovic wa klabu ya Club Brugge ambaye amekuwa akionyesha kiwango kizuri sana. Kinda huyu ambaye ana uwezo mzuri sana wa kucheza uwanjani katika confidence na kujiamini maeneo mbalimbali yanayopangwa na mwalimu. Manchester United, Chelsea na Tottenham na Arsenal kwa ujumla wote wanang'ang'aniana kuipata saini ya mchezaji huyo. Kwingineko, klabu beki yule wa Ufaransa mwenye umri wa miaka 25 Pierre Kalulu wa Juventus, klabu ya Manchester United wamekuwa wakifuatilia kwa ukaribu kama wanaweza kupata kumnasa mchezaji huyo, na inasemekana kwamba hivi karibuni wametuma wawakilishi kwa ajili ya kwenda kumfuatilia Kalulu kiwango chake ili kuona kama atawafaa kwenye project yao au la. Kwingineko, klabu ya Arsenal wanaendelea kuangalia uwezekano wa kumpata Alvarez baada ya Bayern Munich kujitoa kwenye dili la Alvarez. Klabu ya Arsenal wao bado hawajajitoa, wanaendelea kufuatilia polepole uwezekano wa kumpata Alvarez. Wanahitaji kupata striker mwenye kasi zaidi ya kuendana na ligi kuu ya Uingereza. Mwanzoni walipomsajili Gyökeres waliamini kwamba anaweza akawafaa, lakini wanamuona haendani na ile kasi wanayoitaka, na ndio maana wanaangalia namna ya kumpata striker mwingine machachali zaidi. Basi tumefika tamati ya tetesi za kimichezo kwa siku ya leo, na kukaribisha uweze kusubscribe channel yetu. Bye bye, tukutane tena wakati mwingine.